Hujambo na karibu katika simulizi hii fupi, simulizi yenye sehemu mbili peke yake, na hii ni sehemu ya kwanza. Hii ni simulizi ya kutisha na ya kusikitisha inayokwenda kwa jina la Nani Anitoe Kwenye Utajiri Huu. Mimi ni Amani Leonard. Karibu tuanze mpaka tumalize. Usiache kusubscribe. Niko tayari kwa hilo. Sina haja ya kupepesa macho. Sina haja ya kuwaza mara mbili. Nitaenda hata leo. Sikujua kuwa maamuzi haya bado yataniweka katika hali ya kuomba msaada zaidi, japo moyo wangu ulishachoka kubeba mambo ambayo sikuwahi hata kuyazungumza. Sikujua kuwa nazidi kujiweka katika matatizo yasiyo na kikomo. Niliona ni fursa, kumbe ni laana. Hakika leo nimegundua kuwa kuna makosa hayataki msamaha, yanataka uwe funzo na ujutie maisha yako yote. Kabla ya kuanza kuishi kwenye kibanda cha bati pembezoni mwa mtaa, katika maeneo ambayo hata watu hawakupenda kupita sana nyakati za usiku, kabla ya kuishi maisha hayo, maisha ambayo kuamka asubuhi sana kwangu si kama nilikuwa naenda kazini, la hasha, bali ni njaa ndiyo ilikuwa ikinyongolota utumbo wangu majira ya asubuhi. Hiyo ndiyo ilikuwa ikiniamsha mapema sana. Basi kabla ya kuishi maisha hayo niliwahi kufanya kazi za gereji. Ndiyo, nilikuwa na maisha ya kawaida sana. Niliishi na mke pamoja na mtoto wangu wa kike mwenye miaka 4. Na kwa kuwa baba yangu mzazi alishafariki, basi huyu mke wangu na mama yangu wa kijijini, hawa ndio walikuwa ni moja ya faraja yangu kwa wakati huo. Na nikiwa na ndoto siku moja nitafungua gereji yangu na kumiliki kazi yangu mwenyewe. Lakini mambo yalibadilika ghafla, siku ambayo ile gereji nilipokuwa ninafanya kazi kufungwa ghafla. Hii ni baada ya mmiliki wa gereji ile kuweza kukimbia kwa madeni, na hapo ndipo safari mbaya ya maisha yangu ikaamka. Yaani ni kama nilikanyaga makaburi ya wafu wenye nuksi. Siku chache baadaye, baada ya mambo hayo ya kazi kuharibika, mtoto wangu alianza kuumwa kifua. Kila hospitali nilipokuwa naenda, niliambiwa mtoto anahitaji matibabu ya muda mrefu na gharama zake zilikuwa kubwa sana, ambazo sikuwa nazo kwa wakati huo. Basi hapo ikabidi nijiongeze. Nilianza kuuza vitu vya ndani kimoja baada ya kingine, na hatimaye niliuza hadi pete ya ndoa kwa siri sana, na mke wangu hakuweza kujua hilo. Lakini kutokana na maisha hayo ya kuungaunga, mke wangu alianza kuchoshwa na maisha ya kukosa kila siku. Hivyo alikuwa ni mtu wa kulaumu na kukata tamaa. Kiukweli, kuna kipindi ndani ya nyumba ukimya ndio ulitawala sana kuliko hata ugomvi. Sitaisahau moja siku hiyo, mida ya mchana hivi, narudi nyumbani na unga wangu robo mkononi. Nilikuwa naingia ndani, na nilipofika ndani nikakuta jaba la kuwekea nguo likiwa tupu kabisa, na baadhi ya nguo zikiwa chini zimezagaa tu, na palikuwa na ujumbe wa karatasi pembeni. Samahani sana, nimeshachoka. Ukishajipanga upya utanitafuta. Uliandikwa hivyo ujumbe huo, na hapo ndipo nikagundua moja ya faraja yangu ambaye ni mke wangu ameamua kuondoka na mtoto wangu. Kiukweli siku hiyo nilijikuta nakaa tu chini, sikuweza hata kulia. Nilijikuta nimeweza kukaa chini mpaka giza linaingia. Nilikuwa nimekaa tu hapo hapo, wala nilikuwa sijui ni nini cha kufanya kwa wakati huo. Ni kama alikuja kuongeza adhabu kwenye maisha yangu. Hatimaye kodi ilinishinda hadi nikafukuzwa kwenye chumba nilichokuwa nimepanga, na hapo maisha yangu yakahamia kwenye banda dogo pembezoni mwa mtaa lililotelekezwa, huku nikiendelea kutafuta fursa ili nijipange upya. Lakini kwa kadiri siku zilivyozidi kwenda, ndivyo giza lilizidi kutanda. Simu yangu ilijaa meseji za madeni, na kila nilipoenda kutafuta kazi, watu wengi walikuwa wakiulizia vyeti, na wengine walidai niweze kuwapa rushwa ndio wanipatie kazi.
Zipo siku ambazo zilipita bila kula, bila kuweka kitu chochote tumboni zaidi ya maji ya bomba tu. Kwa wakati mwingine sikuwa na rafiki tena, wote sikuwaona katika nyakati hizi. Na siku moja nikiwa pembeni ya barabara, niliona kuna watu fulani wanakula huku wanacheka kwa furaha ndani ya mgahawa mmoja hivi mzuri sana. Nikiwa hapo nikajikuta nageuka na kujitizama katika kioo cha gari moja iliyokuwa imeegeshwa maeneo hayo. Kiukweli nilipojiona nilijiogopa sana. Ni kwa muda mfupi tu, lakini uso wangu ulikuwa umechakaa mno. Macho yalikuwa mekundu mithili ya mlevi wa gongo aliyekubuhu. Ndevu zilikuwa zimeota ovyo bila mpangilio maalumu. Kiufupi, nilikuwa nimekonda ndani ya muda huu mfupi na nimechakaa sana. Usiku wa siku hiyo, mvua kubwa sana ilinyesha. Nilikuwa nimejikunyata pembeni ya banda hilo ninalojisitiri hapo siku zote, na kwa kuwa lilikuwa linavuja, ilibidi nijibanze pembeni kidogo mwa banda hilo ili angalau nisiloe sana, japo michuruziko ya maji haikuacha kuniloesha taratibu. Nikiwa hapo natetemeka na baridi, punde simu yangu ikaita, na nilipoangalia namba ilikuwa ngeni kabisa. Basi hapo nikaipokea haraka haraka nikiamini pengine ni fursa, lakini nilichokisikia ikabidi nikate tu simu. Halo? Mke wako ameolewa mwezi uliopita na sasa hivi mtoto wako anamuita baba mtu mwingine. Una taarifa hiyo? Niliendelea kuishika simu yangu mkononi. Hii ni baada ya kuikata, huku bado mvua hiyo ikiendelea kugonga juu ya bati hilo la banda langu bila mapumziko. Lakini nikiwa hapo, punde kuna vijana vibaka walikuwa nao wapo katika banda hilo, japo sikujua walikuwa wanasubiri mvua iishe na wao ili waweze kwenda au walikuwa wananiwinda mimi, maana walikuja kwa kasi sana na wakanipokonya simu pamoja na kunipiga pia. Waliweza kunipiga vibaya sana na kunigalauza kwenye matope, na mvua hiyo ikiendelea kunyesha vivyo hivyo, huku watu wao walikuwa wakidai niwape pesa. Lakini waliambulia kuniumiza tu, pamoja na kunichukulia simu hiyo ndogo na kiasi cha shilingi 1000 iliyokuwa mfukoni mwangu, ambayo ndiyo nilikuwa nimejiandaa nayo bajeti ya kuianza kesho. Basi hapo walipomaliza vijana hao, waliponipiga na kuridhika na kunichukulia vitu hivyo, wakaamua kuondoka na kuniacha mimi pale pale. Nilikaa pale kwa muda mrefu sana, lakini kila nilipojaribu kuinuka, mwili wangu ulikataa kabisa. Kila nilivyojaribu kujigeuza ilishindikana. Maumivu yalikuwa makali, viungo vilikuwa vimegoma kabisa kufanya kazi. Ikabidi nilale tu hapo hapo, huku nikitizama mvua hiyo inavyonidondokea kwa bidii zote. Kiukweli, kwa mara ya kwanza katika maisha yangu, nilijikuta simuombi Mungu pesa, simuombi Mungu kazi, na hata sikumwomba Mungu familia yangu irudi, bali nilifunga macho yangu na kujisemea kwa sauti ya chini, Mungu, hata nisipofika kesho ni sawa tu. Sikujua hata ni nini kiliendelea tena hapo, ila nikaja kustuka tayari ni asubuhi. Lakini nguo zangu zilikuwa zimejaa matope pamoja na damu iliyonikaukia mwilini kutokana na kipigo cha jana usiku, na mbavu zangu zilikuwa zinauma sana, mpaka kushusha pumzi ilikuwa ni kazi sana. Lakini ukiachana tu na maumivu hayo, njaa ilikuwa ikinigonga sana kwa wakati huo. Ni njaa pekee ndiyo iliyonilazimisha niweze kujikongoja na kuinuka katika eneo hilo. Nilijifutafuta tu, kisha nikatembea mpaka maeneo ya stendi kutafuta kazi hata ya kubeba mizigo. Lakini watu walikuwa wako bize sana. Watu walikuwa wanapita kama wenda wazimu hivi, wala hawajali. Na wengine walinikatalia kazi kabla hata sijaomba. Basi majira ya mchana yaliwadia. Njaa iliendelea kunigonga vilivyo. Njaa ilikuwa ikinipiga kweli kweli.
Nikiwa pembeni mwa barabara, kuna rafiki yangu wa muda mrefu sana aliyeitwa Hamisi. Nilimuona akija upande wangu. Kiukweli nilihisi ni muujiza. Hakika leo Mungu amenikumbuka. Lakini Hamisi alipofika, alinitizama kwa huzuni sana, alafu akaniambia, nimekupigia sana simu haupatikani. Mama yako amefariki jana usiku. Una taarifa? Nilikaa kimya kwa muda, kisha nikamuuliza Hamisi swali. Mama amefariki? Wanasema wanazika lini? Nilijikuta na hoji hivyo na Hamisi akajibu, hawalazi, wanazika leo leo. Hata hivyo wanasema wanakupigia simu hawakupati kabisa. Kiukweli mama yangu ndo alikuwa faraja yangu iliyosalia, na nilikuwa na ndoto nimpatie maisha mazuri hapo baadaye, lakini hatimaye anafariki na hata nauli ya kwenda kumzika mama yangu sikuwa nayo kwa wakati huo. Hakika ilikuwa ni siku ngumu sana kwangu. Nilijikuta natembea mpaka eneo moja darajani, na kisha nilipofika hapo, nilisimama eneo hilo na kutizama maji yanayopita chini ya daraja hilo, na hapo nikajikuta machozi yanaanza kunidondoka na kutiririka mashavuni mwangu. Basi usiku ulipita, asubuhi iliwadia tena. Nikiwa ndani ya lile banda langu, hatimaye maumivu yale ya mbavu nilianza kuyasikia zaidi. Ndiyo, mbavu zilizidi kuniuma. Hii ilionekana niliumia ndani kwa ndani baada ya kupigwa na wale wezi usiku ule. Nilikuwa napumua kwa shida sana bandani humo, huku njaa ikiwa inanisakama pia, na hapo ikabidi niinuke tu. Nilipiga hesabu ndefu. Kuna mgahawa fulani huwa wanatupatupa mabaki ya vyakula majira ya usiku. Ikabidi nijikongoje nifike mpaka katika migahawa hiyo ili niweze kutafuta vyakula vilivyotupwa hapo ili niweze kula. Hatimaye nikafika kwenye migahawa hiyo, na nashukuru katika kupekua nilipata mfuko mmoja ambao ulikuwa na mabaki ya ukoko ndani yake. Na hapo niliweza kutafuta eneo lililojificha. Nikakaa katika eneo hilo kwanza ili niweze kula ukoko huo ambao ulikuwa mchafu na mkavu sana. Ilipita kama wiki hivi nikiwa naendelea na maisha yangu hayo hayo. Siku moja nilipata taarifa kuwa mtoto wangu anaumwa sana na amelazwa hospitalini, kwani yale maradhi ya kifua yaliendelea kumsakama sana. Ilibidi niweze kuulizia mpaka nikafika hospitalini hapo alipolazwa mwanangu, ili angalau nimuone mtoto wangu huyo. Basi nikasogea mpaka katika dirisha la wodi hiyo alipolazwa, na nikawa ninamuona mtoto wangu kupitia dirisha la wodi hiyo akiwa kalazwa, huku dripu la maji likiwa mkononi mwake. Nilisogea zaidi dirishani hapo na kuweka kiganja changu juu ya kioo cha dirisha hilo, na hapo nikamwona pia na mke wangu akiwa kakaa pembeni ya kitanda hiko, huku akiwa amenipa mgongo akiendelea tu kumbembeleza mtoto huyo. Niliendelea kuwatizama wawili hao, na punde nilimwona mtoto wangu akifumbua macho yake taratibu, na hapo akaweza kuniona upande ule wa dirishani nilipokuwepo. Lakini mtoto wangu huyu pasipo kujua alijikuta akimuuliza swali mama yake, swali ambalo liliumiza sana moyo wangu kwa wakati huo. Mama, yule ombaomba pale dirishani ni nani? Nilitoka haraka sana dirishani hapo kabla mke wangu hajageuka kunitizama, na hapo nikaziba mdomo wangu kwa kiganja cha mkono wangu kwa maumivu sana ya nafsi yangu, na hapo nikajikuta naseleleka ukutani kwa mgongo hadi nikajikuta nakaa chini. Nikajikuta machozi yakitawala uso wangu, lakini sikuweza kukaa sana katika eneo hilo. Ilibidi niinuke na niweze kutoka hapo haraka kabisa, niende mbali kabisa na eneo hilo, huku nikiendelea kulia tu na kujikaza kiume. Nilitembea mchana huo wa jua kali,
na tayari nilikuwa nimeshakuwa na muonekano kama kichaa hivi. Na hapo nikiwa naelekea kwenye lile banda langu ili nikatulize akili yangu japo kidogo, maana niliona siku zinazidi kuwa mbaya kwa upande wangu. Lakini nikiwa njiani sasa, nilistulia na mlio wa honi ya gari. Ndiyo, kuna mlio wa honi ya gari ilikuwa ikisikika nyuma yangu. Hapo niligeuka haraka sana, kisha nikakaa pembeni nimpishe apite kama alivyokuwa anadai. Lakini inaonekana mtu huyo mwenye gari hakuwa na nia ya kupita, bali nia yake ilikuwa ni kuzungumza na mimi. Alifika na gari hadi karibu yangu pale pembeni nilipokuwa nimesimama, kisha na yeye akasimamisha gari yake na kushusha kioo cha gari hiyo. Lakini nilipomtizama mtu huyu sikuwa namjua kabisa. Sikuwa namjua mtu huyo, ila alionekana ni mtu mwenye pesa sana, maana ile Toyota aliyokuwa anaendesha sio ya bei ya usiku kabisa, na hata muonekano wake pia ulionyesha ni mtu mwenye wadhifa mkubwa hivi. Habari? Alisalimia hivyo na mimi nikaitikia kawaida tu, kwa sababu nilijua mtu huyo hawezi kuwa na stori yoyote na mimi ya maana, kwa sababu mimi sijafika level zake. Hapo nikajua tu labda mtu huyo anataka kuuliza njia kisha aende zake. Hivyo nikawa namsikiliza huku nimeweka mikono yangu nyuma. Pole sana ndugu yangu, aliongea hivyo mtu huyo, lakini sikuelewa pole hiyo ananipa kwa lipi, kwa maana yanayonisibu ni mengi mno. Lakini nikamjibu tu, asante. Nilimjibu hivyo, kisha nikaona mtu huyu akiingia katika mfuko wake wa shati na akatoa noti za shilingi 50,000 na kunikabidhi mimi. I say, mpenzi msikilizaji wangu, sijui hata niseme nini. Kwanza sikuamini kuwa ananipa mimi hiyo 50,000. Niligeuka kutizama nyuma yangu kama kutakuwa na mtu mwingine, lakini nilimsikia mtu huyo akiniambia, ni zako hizi, kamata. Nilisogelea karibu kabisa na gari hiyo, kisha nikazipokea pesa hizo kutoka kwa mtu huyo nisiyemjua, lakini sikuzipokea kinyonge sana. Nikauliza swali la kujikaza kiume, japo pesa nilikuwa nazitaka. Sasa hizi ni za nini? Unataka kunipa kazi au? Niliongea hivyo, kisha akajibu, huna kazi utakayoweza kunifanyia kijana, hizo nimekupa tu. Lakini chukua hii kadi yangu ya biashara, kuna namba za simu hapo, naomba unitafute, maana wewe hupaswi kuishi hayo maisha unayoyaishi. Hii ni sehemu ya kwanza. Tuonane sehemu ya pili ya simulizi hii fupi, na itakuwa sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi hii fupi inayokwenda kwa jina la Ni Nani Anitoe Kwenye Utajiri Huu. Mimi ni Amani Leonard. Asanteni na kwaherini.